Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa Lolovono, kata ya Sokoine, jijini Arusha. Usiku huu tumekuja kuripoti taarifa ya mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Thumani. Amefariki dunia baada ya kukutwa ndani kwake, huku mwili wake ukiwa unatoa harufu kali. Wakizungumza baadhi ya majirani na ndugu, wamesema kwamba kilichowashtua, walisikia kama harufu kali ambayo inatoka katika eneo hili. Ndipo wakati wa taarifa kwa viongozi na wakafika hapa kuingia ndani. Tulichokishuhudia ni mwili wa bwana Thumani ukiwa umelalia tumbo, huku kama umefura. Lakini jeshi la polisi wamefika hapa na kuchukua maiti hiyo kwenda kuhifadhi kwa ajili ya taratibu nyingine. Hili ni tukio la pili kujitokeza. Jana siku ya Jumamosi, kuna mtu mwingine katika maeneo ya Banda Mbili alikutwa naye amefariki dunia. Lakini wananchi wa hapa wanasema kwamba bwana Thumani mara ya mwisho kuonekana alionekana siku ya Alhamisi. Ndio mara ya mwisho kuonekana. Kwa hiyo mwili huu unakadiriwa kuwa na siku 3 ndani bila kufahamika mpaka pale harufu iliposikika. Lakini wananchi wametoa maoni yao kwamba ni vema watu wasiishi peke yao. Kama mtu una uwezo wa kuoa, basi uoe, ili hata unapopata tatizo iwe rahisi kusaidika. Naitwa Moses Losingo Mole, ni mwenyekiti wa mtaa Lolovono. Nilikuwa kwenye mkutano wa wananchi maeneo ya Majasho. Baada ya kumaliza kamati tuliochagua kwa ajili ya ulinzi, ndipo nilipoona kuna simu ya balozi. Nikapigiwa, nikaambiwa kwamba kuna mwananchi amefia ndani. Nikauliza ni wapi jamani, nikaambiwa kuna eneo dogo ambalo linaitwa, kuna papu inaitwa Mazengo. Kuna kijana ambaye tulimwachisha kuendelea kuuza piwa. Baada ya hapo ndio nikachukua toyo. Nilipofika hapa nikajua kwamba kweli ni huyo kijana Rasta, na inaonekana kwamba yani watu wanaofia Lolovono ndani ni wale watu ambao hawataki kuoa kabisa. Nitoe rai vijana waweni, kwa sababu maisha ni yale yale. Chakula unayekula ndio ile atakaye kula mke wako, ili basi unavokuwa unaumwa anatoa taarifa, watu wanashikamana ili kuweza kukupeleka hospitalini. Lakini mnavogoma inakuwa ni madhara, kwa sababu tunaona sasa vijana wengi wanafia ndani. Wito wangu basi, kama utakuwa bado hujafikia umri wa kuoa, ni kuombe, kwa sababu ndugu wako wengi, uchukue hata ndugu ukae naye ili kusaidiana. Inaweza kuwa huyu alikuwa apate maji hata ya kunywa ili aweze kupona, lakini amekosa mtu ambao kumpa maji. Sikufichi mzee mkubwa. Yaani naomba ukone Mwenyezi Mungu. Niko pale nyumbani. Majirani wanakuja speed wanasemaje, Asu amefariki. Ngambia Asu amefariki. Amekutwa nyumbani. Ndani kwake amefariki. Maskari wanataka kumchukua. Nikaja mpaka hapa. Nikakutana na nini? Nikakutana na wewe ndio ndiko unaoji sasa watu majirani. Si ndio? Nikasema nikasubiri ndo maskari wakaja wakamchukua huyo Asu sasa. Sasa Mwenyezi Mungu, basi hamna shida, amefariki. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini unaweza jua amechukuliwaje sasa? Usijua amechukuliwaje, lakini Mwenyezi Mungu ashukuriwe. Lakini sasa kila sasa hivi sasa mtu aone hofu ya Mungu. Si ndio? Aone hofu ya Mungu. Si ndio? Hofu na Mungu, yani usimtendee mwenzako mabaya. Si ndio? Maana uwezi jua kesho yako ikoje. Wanakwambiaje? Mwenyezi Mungu anambeje? Tunavotoka hapa sasa hivi, si ndio? Tunatoka, kila mtu anaenda kwa nyumbani kwake, anafunga mlango analala. Unajua unaamka kesho? Si hujui. Lakini ukiamka sasa, umshukuru Mwenyezi Mungu, umeamka salama, unaenda kutafuta riziki ya watoto. Naye vivyo ndio alikuwa anatamani kesho kutu na kushukuru na watoto, si ndio? Hajapata, si ndio? Lakini sasa tunaomba Mwenyezi Mungu atupe roho ya huruma. Tuombe Mwenyezi Mungu atupe roho ya huruma. Mimi naitwa Francisco Tango, ni balozi wa eneo hili tukio lilikotokea. Na taarifa hizi, jirani akawa ananihoji kwamba kama nilimuona toka juzi, kwa sababu yeye hakumuona na ni jirani yake. Sasa na mimi nikawa nimemjibu kama balozi kwamba sikumuona, labda tuwatafute marafiki zake ambao huwa wanakuwa nao hapa mtaani, na tukajitahidi huyu mzee jirani yetu akawa amewapata
marafiki wa marehemu, ambaye sasa tumeshajua kwamba hatuko naye. Huyu kijana anaitwa Athmani Abdalla. Baada ya mzee kufika kwa hao marafiki wa marehemu, wakamjibu kwamba walijaribu kupiga simu toka jana, wakawa wanampigia simu yake haipokelewi. Tukapata taharuki kidogo kwamba inawezekana labda huyu mtu yuko ndani, baada ya kusikia mlango wake umefungiwa ndani. Tukafika kwenye eneo pale, tukawa tunasikia harufu kali, ikawa imesadikika kwamba sio hali ya kawaida. Ndio maana hapo tukaanza kuwasiliana na viongozi wa juu, kuanzia mwenyekiti na mheshimiwa diwani. Baada ya hapo mheshimiwa diwani akawa amewasiliana na polisi na akanitumia namba za polisi, nikawasiliana nao. Tukawa bado tunawasubiri mpaka hatua hii. Wakifika, nafikiri sasa jambo litakuwa wazi kwa majirani na wananchi walioko hapa. Na hisi ni ndani ya hizi siku mbili zilizopita, kwa sababu juzi alionekana, alikuwepo hapa na hata kwangu alifika juzi. Leo kama Jumapili, alikuwa ni Ijumaa, kwangu alifika, nafikiri ni Alhamisi asubuhi alifika kwangu, akawa anaomba kwaru pale kwangu, kwa sababu nilikuwa na mafundi pale, akawa amemwomba mke wangu kwaru. Kwa hiyo taarifa hizo nilizipata kupitia kwa mke wangu kwamba alifika pale. Sasa maana yake ni siku 3 sasa, kuanzia leo ni siku ya 3 kwamba hatukumuona. Kwa hiyo alikuwa anaishi na kaka yake, lakini taarifa zinazotembea sasa hivi kaka yake alishasafiri ndani ya siku 5 zilizopita. Alisafiri, kwa hiyo alikuwa peke yake baada ya ndani ya hizo siku kadhaa hivi. Yuko peke yake. Tunamjua huwa ni mwenyewe ndo mwenye hii nyumba. Baada ya baba yake kufariki, aliachiwa nyumba, baadaye kidogo kaka yake ndo akafika hapa. Kwa hiyo kaka ni mtu anafika anaondoka, anafika anaondoka. Vijana wenzangu, tupambane na tuwe na wenza ndani. Yaani ukishakuwa na wenza ndani, yaani kidogo inakuwa ni afadhali kuliko ukikaa ndani mwenyewe. Likitoka la kutokea, huwezi pata msaada kusaga. Kwa ambe vijana mtaani waoe. Vijana hata kuoa wanaogopa maisha. Yaani wanaogopa, wamezoea kukaa mtoni kwa mazengo. Wanatusachi hapo kila siku. Wanakaba kama juzi wanakaba mpade wa mama, watu wanaenda sokoni. Yaani akisha mkaba anashangaa, anatoa hata nani uchi wake, anamkojolea mama watu. Anamkojolea, anambia umeshanyonya mume wangu. Hiyo kitu haifai kusaga. Yaani vijana waoe. Waache kabisa mambo ya nani, mambo kukaa bachelor lelo na mama anaenda sokoni huko kuhangaika, wanakuja nyumbani, wanapikwa ugali dagaa na ngoge, wanatulia. Wanajua tayari maisha yanaendelea, lakini maisha haendi hivyo, wapambane. Huyu jamaa alikuwa jamaa wangu sana, na alikuwa namsii sana. Acha mambo, alikuwa na mambo ya uchoko mambo ya kona. Kisha kuambia mambo ya kona, najua unaelewa nini. Umeelewa Acha hii mambo. Ni kifo cha aibu sana. Hiki kifo cha aibu, maana mimi ndio nyumba yangu inafuatia hapo, yani kwake kwangu. Mimi kifungua dirisha la sebleni naona kwake. Na kwa tunashirikiana naye sana. Umeshaona ni harufu lisikia. Kwa balozi wangu hapa kanipigia simu, ndio nikaa nimetoka nje kuangalia, nikaja kukuta kweli jamaa ndio yuko ndani ameshafariki tayari. Hata juzi mwenyewe nimekuona unafanya hivi. Nilikuona kule usijisi wapi, ulikuwa unalia. Binadamu tunaringa, lakini ringe tukiwa hai. Lakini tukiwa hii tumeshakufa. Hamna kitu. Ringa ukiwa hai kusaga, lakini hamna kitu. Mimi nakwambia binadamu ringeni tu mkiwa hai. Unaona mlivyosimama hapa hivi. Sumato watu mnaringa, mko hai. Dondokeni hapo muone. Hii harufu, sikia harufu inayotoka hapo, hata mbwa anuki hivyo. Lazima ukimbie. Hata mbwa anuki hivyo, mimi nawaambia. Kwa hiyo yani tuwe na heshima, tuheshimu wazazi wetu, tuheshimu wakubwa wetu, majirani, tuwe na umoja. Si sawa jamani? Kwa hiyo ndio hivyo. Kusaga mimi sina mengi ya kuongea, ndio hayo. Kwa majina naitwa Asia Saidi Masangula, ni mkazi wa eneo hili ambayo tukio hili la kusikitisha limetokea. Lakini mimi kama mama wa mkazi wa eneo hili na washauri vijana na waomba
Sisi wamama wote tunateseka kwa ajili yenu nyinyi. Acheni kuishi peke yenu. Kila kijana ajitahidi aoe, kwa sababu huyu kijana angekuwa na mke asingekaa siku moja au mbili bila kupata taarifa kwamba kijana mauti yamemkuta. Kwa hiyo vijana, kuoa ni lazima, sio hiari. Msikimbie majukumu. Msikimbie jamani majukumu vijana. Jukumu la kijana ni kuoa kwanza ili atengeneze familia. Sasa wazee sasa hivi ndio wanabaki, vijana mnakufa. Na pombe sio suluhisho. Vijana acheni pombe na bangi. Sio kitu kizuri, jitahidini. Tafuteni maisha. Acheni kukaba, wamama wanaenda sokoni nyinyi mnawakaba tena. Aje tuwakulishe nyumbani bado tena umkabe jamani. Kueni na huruma. Si wenyewe tunataka tuwategemee nyinyi vijana. Sio wenyewe mtutegemee sisi. Kwanza kabisa watu wamche Mwenyezi Mungu. Yaani mwisho wa kila mwanadamu ndo hapa. Kwa hiyo unajifunza kwamba hivi kama yeye alikuwa anakunywa pombe, hebu jiulize sasa wewe. Kama mimi nakunywa pombe, mwisho wangu ni upi? Sina mke, nakunywa pombe, navuta bangi. Je, mwisho wangu ni upi? Basi ili kwetu liwe funzo kwamba wewe ambaye hujaoa sasa hivi oa, uwe na mke ili ujifunze kupitia yeye. Na isiwe tu kwamba amekufa basi awe kama vile hatujajifunza, tujifunze kutoka kwake. Sheria katika wanyama wote kwa kweli duniani hapa. Kwa kweli yani wewe mnyama binadamu kiukweli ananuka zaidi ya kiumbe yoyote. Kabisa, na leo nimethibitisha, nasikiaga tu. Ile kwa kweli leo nimethibitisha. Kuna harufu inatokea kwa kuja kwenye nyumba hii hapa, lakini hatujui nini. Kaambia Juma sana rafiki zake hawapo, wasema hawapo. Basi shida nini? Asema sasa kuingia kule mpaka askari waje. Nikamwambia kwa sababu si hatujamua au hiyo harufu hatujui ni ya nini. Twendeni bwana, tukamwaje? Tukachungulie. Mimi sina simu, sema ana simu. Nikamwambia una simu wewe? Tukaingia hapo, tukachungulia, tukakuta mlango wa kwanza, tukakuta hamna kitu. Lakini kuna kitanda kingine pale ndani. Kingine huko tukafungua pale kwa pembeni hivi, tukakuta mtu amelala amejifunika hivi. Ndio tukajua sasa hii harufu ni mtu labda amefariki. Kwa sababu harufu sasa kama mtu amelala afu kimya. Tukajua mtu amefariki. Kwa hiyo ndio sasa tukaachana hiyo biashara, ndio sasa ukaja sasa hivi wewe sasa. Kwa hiyo ndio hivyo tu, kuishi na watu vizuri. Kwa sababu gani? Hii dunia tunapita bwana. Kwa sababu hata sasa hivi ukiwa labda una nguvu sana, una utajiri sana, una mali sana, unatembea njiani huko vizuri, lakini hakuna mtu ambaye hataingia chini ya ardhi. Kwa hiyo mtatu tunakaa na watu wengine matajiri sana, watu na sisi wengine hatuna kitu, ndio sasa mimi sina gari bwana. Gari sio maisha. Utu ndio maisha. Umesikia? Unavyokaa na mtu mzako amepata tatizo, amefiwa. Umesikia ba? Mzako amefiwa, ameuguriwa, kamuone. Ndio maisha tunataka tuishi. Kwa hiyo bwana, vijana wetu mnaokaa mtaani kumwangalia sana maisha. Sasa huyu jamaa na marafiki zake. Lakini mpaka leo hatujawaona. Hebu niambie wako wapi? Wako wapi wa marafiki zake? Kwa sababu sio hata mimi siwezi kufa ati mwenyewe tu ati nimekufa tu mpaka leo au labda mmepata tatizo. Marafiki wako wapi? Haya kabisa. Huyu mtu sasa hivi kile mtu anasema mate tu. Mimi nimejaa hapa mate. Umesikia bwana? Kwa hiyo tu nataka kujua vijana wenzangu kwa sababu mzee, kwa sababu ni aibu, ni aibu. Aibu gani unajua inakuwa aibu? Kama ndio zako 5 au 6. Huwezi kukaa siku 5 au siku 3. Unakutana na marafiki zako. Hebu niambie marafiki wako wapi? Marafiki zake. Niko nyinyi wala Hamisi night. Nilikuwa mida saa 4 kama saa 5 kasoro hivi. Tulikuwa tumekuja hapo show hapo kwa Mchaga. Sasa akawa amepiga msele hapo hivi, tukakutana naye hapo hivi, akawa ametuita. Alikuwa maana tulikutana naye pale hivi, akawa ametuita, akatuambiaje chali yangu, mimi nina njaa. Tukamwambia jamaa wangu yenyewe si hapa hivi yenyewe hatuna hela. Tukawa tumeenda tukachukua ndizi pale hivi shola hapo kibandani. Tukachukua ndizi, tukachukua na tangu. Mimi na jamaa wangu mmoja hivi. Tukawa tumempa. Tulivompa hapo hivi, tukakaa naye kama dakika kadhaa. Afu tukamwambia jamaa wangu tutaenda kulala. Ndio tukawa tumeachana naye pale mara ya mwisho, ndio naye akawa ameishia zake. Ndio hivyo. Si jamaa wangu si alikuwa ni jamaa tu wa kawaida, mfanya harakati zake. Anaga hata noma na mtu. Sasa shughuli zake jamaa wangu tena huko hivi huko mimi sijui. Lakini alikuwa ni mfanya biashara, yani mfanya harakati zake. Mimi nimetoka huko Sombetini mkuku. Nimefika hapa hivi. Ndio nasikia hiyo habari yenyewe, nasikia kuna jamaa yenyewe huko amevimba.
Sasa kama jamaa wangu kabisa afu niko naye night. Sasa jamaa wangu mwenyewe kabidi tu niseme yenyewe. Tukapiga msele hapa hivi na kutenyewa watu wamejaa. Si ndo ukaja na ile gari. Ndo tukawa tumeingia hapo ndichi hapo hivi tukamulika. Ndo tukawa tumetoka hapo hivi ndo tukawa natuoji kama hivi. Jamaa wangu kwa kweli jamaa yenyewe anatifema. Sema yenyewe. Ndio hivyo jamaa wangu hii yote ni mipango ya nini? Mipango ya Mungu. Ushaona? Nasikia yeye jamaa alikuwa anamwaga yenyewe na makifafa huko anatetemeka. Kwa hiyo na hisi ndio itakuwa ndio ile chanzo yenyewe imemkuta hapo hivi akafia zake ndichi hapo. Leo ndo nimesikia maana nyewe sijaonaga maiti sema leo ndo for the first time wenyewe in my life. Ndio nimeona leo jamaa wangu. Hiyo harufu yenyewe jamaa wangu wenyewe kama noma si. Oa. So kimbea si yenyewe yani Mungu ndo anayejua. Ndio mnaambiwa hivi binadamu msiringi. Hata kama unaye kitu, mwenzako ana kitu mheshimu. Ushaona? Yani kila mtu anaaswa anapambana, kila mtu anapata riziki yake Mungu aliyomjalia. Hata kama anaingiza 500 kwa siku ndo Mungu aliyonijalia. Kuliko nikaibe, bora nipambane hivyo. Ndio hivyo jamaa wangu. Kwa hiyo jamaa wangu ndio hivyo msela wetu ametuacha kama hivi, tunaye machuli lakini sasa tutafanyaje? Ndio hivyo ameshaenda. Mara mwisho nilikuwa naye jero tu nikamwambia jamaa wangu shika hii hapa hivi yenyewe kachukua hata hilo litango yenyewe akaenda kachukua pale akangata. Mimi hapa hivi. Mimi naitoa yenyewe telaki hapa hivi. Au kwa majina mengine unaweza kuniita Kachero. Tusiringe kabisa. Kweli jamaa wangu asendo hivyo kweli jamaa tu ametuondoka lakini sasa ndo hatuna namna yenyewe hapa tuna machule tutamzika maisha mengine yataendelea. Si ndo kama hivi. Style gani? Sio kama anaishi mwenyewe, alikuwa na ndugu wake. Sema nyuma mara mwisho ndugu yake sio alienda kwenye mamsiba huko hivi akawa nyuma amemfungia mlango akajiachia zake moja mo. Na swala kusema kwamba tu jamaa wangu kila mtu na mipango yake. Mimi kama hapa hivi mimi mpango wangu mpaka hata 2045 huko hivi. Haja ngeni tunajitafuta tu wenyewe. Yani hiyo ni mpango wa Mungu hata kama kweli hata kama naweza hata kisho nikaoa sema tu ni bado kwamba sasa hivi bado na study chuo sema nikimaliza hiyo chuo ndo tutajua itaendeleaje huko mbele.